ya sekondari, elimu ya vyuo vikuu. Lakini nadhani kwamba wale ambao wananufaika sasa na hivyo vitu, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya vyuo vikuu, tatizo lilopo sasa kwamba ujinga ni nini? Kwangu mimi, cha kwanza, ujinga ni wale wanaopata hiyo elimu ya msingi, ya sekondari, ya vyuo vikuu, kudhani kwamba kupata hiyo elimu tu na kupata cheti ndio kuondoa ujinga. Sio kama nimeeleweka vizuri. Yaani tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba ni watu walioelimika, au amemaliza darasa la 7, amemaliza sekondari form 6, form 4, form 6, au amemaliza chuo kikuu profession, kudhani kwamba kwa kufanya hivyo tu ameondoa ujinga. Huo ni ujinga kufikiria namna hiyo. Lakini tatizo la pili, nasema hivyo kwa sababu mwalimu alitumia hiyo nyenzo ya elimu ili watu waweze kwenda kuondoa ujinga, waweze kufanya mambo ambayo yatafanya wao wenyewe kama mtu mmoja mmoja na kama jamii na kama taifa liweze kutumia rasilimali zilizopo katika nchi ili kupata maendeleo. Kwa hiyo ukidhani kwamba tu umemaliza chuo kikuu kwamba hapo sasa utaenda tu una cheti, utapata kazi, utaleta mabadiliko, hapo sio. Kwa hiyo hilo ndo tatizo namba 1 nalisema. Ujinga wa kwanza ni huo wa kudhani elimu yako ndio umeondoa ujinga. Lakini la pili ni kutokufikiri. Kutokufikiri ni tatizo kubwa kabisa ambalo ni ujinga mkubwa kabisa katika taifa letu. Na kwa sababu tunaongea na wasomi leo, ni tatizo kubwa sana miongoni mwa wasomi. Kwa sababu ukiangalia kila mmoja anafikiri, tunapozungumza swala la kuajiriwa, kama kuajiriwa watu, na kila mtu anataka aajiriwe serikalini kwa mfano. Kwa sababu kule serikalini mtu akifika anajua ameshapewa contract ya kwenda, ataajiriwa, atakaa miaka yote yuko kule. Kwa nini? Kwa sababu anajua kule ukishaajiriwa hamna kufikiri sana, hamna mshahara utakuja mwisho wa mwezi. Hakuna taifa lolote ambalo linaendelea bila kufikiri. Ukiona watu ambao wamefanya masuala ya mabadiliko ya teknolojia, wananufaika na teknolojia, wananufaika na vitu, walifikiri. Yaani walitumia ile elimu ambayo walipata chuo kikuu, kila siku wanafikiri, kila siku wanaongeza thamani, kila siku wanafikiri. Lakini sasa hivi mtu anafikiria tu kukopi na kupesti ndo jibu. Fulani kajifunza vizuri jinsi ya kutengeneza kitu fulani pale, na mimi na copy. Ukifanya kitu kidogo tu utakuta nchi nzima amekikopi. Kwa sababu tumekataa kufikiri, na huo ni ujinga namba 2 ambao unaliangamiza taifa letu. La tatu, kwa sababu na focus kwa wanafunzi. Watu wanafikiria kwamba elimu, kama tulivyokuwa unakuja chuo kikuu basi mwalimu akitoa lecture umemaliza, au kuna kitabu pale library umemaliza. Lakini nakwambia elimu kubwa sana katika zama hizi za teknolojia inapatikana kwenye YouTube. Hata leo profesa alisema hapa kwamba watu wengi leo wanafuatilia mdahalo kwa sababu wanataka kujifunza. Kwa maana hiyo watu wanafikiria kwamba wakishafanya kitu kidogo ana simu na anaweka bando ni la kuchati mambo ya kawaida. Wakati lile bando angeweza akaingia kwenye YouTube akaongeza thamani kwenye kile kitu ambayo mwalimu amemfundisha, kwa sababu mwalimu hawezi kufundisha kila kitu kwenye taaluma yake. Kwa hiyo ujinga nao usema hapa ni wanafunzi, na hasa wa vyuo vikuu, na hasa walio wa sekondari na wa sekondari na hata shule msingi katika zama hizi za maendeleo ya teknolojia, kutumia teknolojia ya mawasiliano kuweza kujifunza mambo mengi, alafu ukapambanua ukatafuta ambacho kinakufaa wewe na katika nchi yako. Katika dunia ya leo kama tutaendeleza ule ujinga wa kufikiria kwamba kufika darasani na kufika chuo kikuu, kukaa hapa na kupata cheti, utaweza kuondoa umaskini kwa namna hiyo wako binafsi au wa taifa lako.
utafika. Na ndio mimi nasema kwangu mimi ujinga una impact kubwa, una mahusiano makubwa na umaskini. Kama leo tuna umaskini, basi huo ujinga tulionao kama nilivyoeleza vivyo awali hapo ndio vitu ambavyo ni muhimu kabisa. Alafu na ujinga mwingine, kwa sababu tuna address chuo kikuu na wanafunzi. Vyuo vikuu na wanafunzi specifically wana ujinga wa kutojua kwamba wao ndio drivers wa maendeleo ya nchi. Wao ndio madereva wa mabadiliko yoyote ambayo taifa hili linahitaji. Kwa sababu kama umefika chuo kikuu alafu unabaki kuwa mtu wa kulalamika, maana yake hujui kazi yako. Dereva hawezi kulalamika. Kazi ya dereva ni kuendesha gari lifike inapotakiwa, sio kulalamika. Hapa unajua kuna tope, ni kujua kwenye tope utatokaje. Umepata elimu, ni lazima uwe critical mind. Usiwe mtu mwoga, usiwe chawa. Ndio, uwe mtu wa kufikiri, usiwe mtu wa kufikiria kwamba utaletewa. Ni kwamba elimu niliyoipata mpaka chuo kikuu, naenda kufanya nini kwa ajili ya taifa yangu mimi mwenyewe, alali kitu kizuri, kitu ambacho watu wataiga, kwamba elimu yangu ina mchango kwa maendeleo yangu, kwa jamii yangu na taifa langu. Sisi kama tumeelewana wanafunzi. Kuwa drivers. Uwezi kuwa driver ukiwa unakaa kimya. Uwezi kuwa driver ukiwa wewe unafikiria huko hapa tu, unachosubiri ni fulani afanye kitu, natoka hapa kwenda kuajiriwa kwa fulani au kwenda kwa nini. Unafikiri mimi mtu wa chuo kikuu ninaendeshaje nchi yangu? Naenda kutoa mchango gani kwa niweze kuleta mabadiliko katika jamii yangu, niweze kuleta mabadiliko katika familia yangu, niweze kuleta mabadiliko, mimi niwe nyota katika taifa langu. Ni ngapi hiyo ya 4 nimetoa Na kingine ambacho ni muhimu, ujinga mwingine ambao tunao na hasa kwetu wanafunzi na Watanzania kwa ujumla, ni kudhani kwamba siasa ni kitu cha watu fulani, kinawahusu watu fulani. Huo ujinga ndio umetufikisha taifa letu kama leo kuna umaskini. Ule ujinga wa Watanzania wote, wanaume na wanawake. Lakini ujinga huo zaidi nadhani samani wanafunzi wa chuo kikuu, kwamba ukiangalia kwamba hapa leo hapa jaa watu, utajua kabisa huo ni sehemu ya ujinga. Kwamba ni lazima kila wakati ujue kwamba kila kitu kinachohusu siasa kinakuhusu. Kwa sababu kama leo una boom, hiyo ni siasa. Kama una boom la kukutosha, hiyo ni siasa. Je, unafahamu ni siasa? Na siasa ili ibadilike ni lazima upaze sauti mmoja mmoja na kama kundi bila woga. Siasa ndio maisha yetu, sio maisha ya watu kikundi fulani cha jamii. Ndio maisha ya Watanzania, na wanaoweza kushape siasa za nchi ni wananchi, na miongoni mwa wananchi wote wako waliojua kusoma na kuandika na kufika vyuo vikuu na kupata taaluma, ambao ndio nyinyi. Ni lazima kila mmoja ajue hilo na achukue hatua. Siendi kuwaambia kwamba wewe lazima kujiunga chama fulani cha siasa, hapana. Ni kutambua kwamba kuna vitu gani. Nitoe mfano. Kwa mfano, tumekuwa tukipigania katiba mpya kwa sababu tulibadilisha mfumo wetu wa kuendesha nchi mwaka 92 tukiwa na chama kimoja, na tulikuwa na katiba ya kuendesha nchi katika siasa za chama kimoja. Leo miaka 30 baadaye bado tuna ile katiba ya chama kimoja. Unadhani kwamba tunaendesha siasa za vyama vingi? Hapo wasomi tuko kimya. Huo ni ujinga ambao ndio unaliangamiza taifa. Ni lazima tuondoe huo ujinga ambao tumekuwa nao wanafunzi, ambao Watanzania wote tumekuwa nao, tukidhani kwamba siasa ni kitu cha familia fulani, siasa ni watu wa namna fulani, siasa ni watu wa siasa ni maisha yako ya kila siku, kuanzia hapa chuoni na nje ya chuo, na ndio ana shape nchi. Kama kuna lolote ambalo
lazima mtu aliwe kipaumbele na pamoja ni kwamba mimi hivi kitu gani kinaendelea katika nchi yangu sasa hivi, kina impact gani, kina athiri vipi hatima yangu na hatima ya taifa langu leo na kesho. Lakini la mwisho ni ujinga ambao ni pointi ya 4 ya ujinga, kwamba ujinga gani tulionao wa Tanzania kama taifa ni kuto kujali watu wengine. Na ninadhani hata wanafunzi hapa, kila mtu anayemaliza chuo kikuu anataka aonekane yeye ni mmoja wa watu wa maana katika jamii. Kwa hiyo akipata ajira yake mahali akitokea akiingia kwenye hiyo mifumo, akipata, atakuwa yeye ni actually ndio kutokana na huo ujinga wake wa kutokujua kwamba kupata kwake sio maendeleo ya taifa. Maendeleo ya taifa ni pale watu wote wanakuwa na maisha sawa sawa. Na ndio ilikuwa filosofi ya Mwalimu Nyerere, kwamba kila mtu apate elimu ili watumie ile elimu kuondoa umaskini miongoni mwa watu wote. Lakini leo hii wanafunzi wa chuo kikuu unakuta anafanya kazi au ili akapate mahali fulani, anatafuta connection akapate yeye, badala ya kujua kwamba elimu unayopata mpaka chuo kikuu ni kukuwezesha kupambana mifumo ibadilike ili kila mmoja aweze kuwa na hali sawa kama wewe. Sio kwa sababu kila mmoja asio ambaye kufika chuo kikuu sio kwamba ni mjinga. Sio kwamba ni mjinga, na kwamba wewe uliofika chuo kikuu sio kwamba wewe ni mwerevu. Wewe ni mjinga vile vile, kama utakuwa na namna ambayo utaangalia ni jinsi gani ni mambo gani yanaathiri maisha ya watu wengine. Je, elimu kama elimu yangu na kama hivi nitafanya nini ili na wenzangu wale ambao hakupata hii fursa niliyoipata mimi waweze kukaa vizuri. Naomba niishie hapo. Samani. Asante sana.